Jeshi la magereza nchini Tanzania limetoa ufafanuzi mzito na wa kina kufuatia taarifa zinazosambazwa na baadhi ya vyombo vya habari nchini zikidai kuwa hali ya kiafya ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu ni mbaya na ya kutia mashaka. Kupitia taarifa rasmi iliyotolewa leo Jumatano Machi 25 mwaka huu jijini Dodoma, na msemaji wa Jeshi la Magereza Elizabeth Mbezi amekanusha vikali madai hayo, akiyataja kuwa ni ya upotoshaji na yenye lengo la kuzua taharuki isiyo na msingi kwa umma. Taarifa hizo sio sahihi na zinapaswa kupuuzwa. Zinalenga kuleta taharuki katika jamii. Jeshi linapenda kujulisha umma kuwa ndugu Tundu Lissu yuko salama na afya yake ni njema, imeeleza sehemu ya taarifa hiyo. Jeshi hilo pia linawakumbusha waandishi wa habari kuzingatia maadili ya taaluma yao kwa kuhakikisha wanathibitisha taarifa kutoka kwenye vyanzo sahihi kabla ya kuchapisha taarifa zao. Aidha, taarifa hiyo imesisitiza kuwa Jeshi la Magereza litaendelea kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria, kanuni, taratibu, huku ikihakikisha haki na utu wa wafungwa na mahabusu wote wanalindwa. Taarifa hii inakuja kufuatia kauli ya awali iliyotolewa na Tundu Lissu aliyoiwasilisha katika Mahakama ya Rufani Tanzania, ambapo alieleza kuwa yupo katika hatari ya kiafya kutokana na kushindwa kupata huduma za matibabu kwa wakati, ikiwemo kukosa kuhudhuria kliniki yake. Katika maombi yake ya dharura, Tundu Lissu aliomba mahakama hiyo kuharakisha usikilizwaji wa shauri la mapitio lililowasilishwa na Jamhuri dhidi yake, akisisitiza kuwa kucheleweshwa kwa mchakato huo kunachangia kuzorota kwa hali yake ya kiafya. Katika maombi yake ya dharura, Tundu Antipas Lissu aliomba mahakama hiyo kuharakisha usikilizwaji wa shauri la mapitio lililowasilishwa na Jamhuri dhidi yake, akisisitiza kuwa kuchelewa kwa mchakato huo kunachangia kuzorota kwa hali yake ya kiafya. Hata hivyo, Lissu alionya kuwa kuchelewa huko kunaweza kusababisha madhara yasiyorekebishika, hali ambayo inaweza kuathiri haki yake ya msingi ya kupata matibabu na hata mwenendo wa haki katika kesi inayomkabili.